Gervas Tando. Wako cheo kingine anaitwa Mrs. Labia. Kweli namshukuru Mungu, nimekuja mimi Jumatatu ya Pasaka kuja kwenye goroto la Mama Bikira Maria. Namshukuru Mungu kwa nguvu aliyenipa. Nimekuja kusali kwa maombi yangu binafsi, ila tu kwa nguvu ya Mungu nimekuja kupata maono mengine kuhusu na baba yetu, Papa wetu Francisco, ambaye alikuwa mgonjwa na akawa amerudi tena kuwa na nafuu. Baadaye taarifa zote kwa tunapata jinsi mgonjwa alivyokuwa na jinsi ilivyokuwa inaenda na madaktari na jinsi afya yake. Nimepata bahati na kumshukuru Mungu kwa sababu ni wachache. Nafikiri asubuhi watu walikuwa wengi sana kanisani, lakini sio rahisi wote wamepata. Ila kwa nguvu ya Mungu, mimi kwa masikitiko na kupokea, kwa sababu Mungu ni lazima tuionje mauti, na mauti ni kwa kila mmoja. Namwombea baba yetu wa kiroho ambaye ni Mungu ndiye aliyemteua, na pale sasa hivi naye amempenda zaidi. Kwa kweli nimepata kwa masikitiko ambayo lazima hichi kifo na huwa ni kigeni kila wakati. Kwa nguvu zetu sisi binadamu tunahitaji tuishi, lakini kwa mpendo wa Mungu anahitaji tukaishi tena mbingu nyingine ambayo ya utakatifu, na tuyaishi maneno aliyotuasia Mwenyezi Mungu kwamba njoni kwangu wote wenye kulemewa na mizigo, nami kwa amempumzisha baba yetu. Ni kumuombea, kumweka katika rehema na nguvu zake mwenyewe, na tuombe pia tuwe wasikivu, na tuombe pia tutulie ili tuweze kufanya sala, na tumuombee baba yetu. Tumuombee baba yetu ili aweze kufika kwake mbinguni na aishi na azidi kutuombea na sisi tuwe na nguvu na moyo wa upendo kabisa, ili tupate na mwingine zaidi ambaye tututelio Mungu mwenyewe, ili tuishi naye kama jinsi ilivyokuwa wengine walikopita. Kwa siku ya leo kanisa zima ulimwenguni tunasikitika kupokea taarifa za kifo cha Baba Mtakatifu Francisco, ambaye alikuwa ni kiongozi wetu duniani kote. Kwa ujumla tunasikitika sana. Pia na mimi nimepokea taarifa hizo kwa masikitiko kama Mkristo Mkatoliki. Kanisa zima tunaunganika kwa pamoja kuomboleza kutokana na kuondokewa na kiongozi wetu mkubwa duniani. Tunahitaji kujipatia moyo na kuweza kumwombea Baba Mtakatifu Francisco. Mwenyezi Mungu amjalie pumziko la milele mbinguni. Tuendelee kuombea kanisa amani, kwa sababu katika kipindi hiki ndicho ambacho kuna mvurugano na maneno mengi ambayo yanaweza yakatokea ama yakakatisha waumini na Wakristo wengi tamaa. Lakini sisi kama Wakristo wa Katoliki tunatakiwa kusimama imara katika imani yetu, tuweze kuliombea kanisa letu kuwa na umoja katika kipindi hiki. Wakristo tusikate tamaa, tuendelee kushikamana katika maombi, kwanza tukimwombea Baba Mtakatifu pumziko la milele mbinguni, pili tukiombea amani katika kanisa letu pamoja na mshikamano, lakini tatu tuendelee kuomba Mwenyezi Mungu aweze kutujalia kuweza kupata papa ambaye atakuwa na msimamo na atakayeweza kuliongoza taifa lake takatifu, atakayeshika nafasi ya Baba Mtakatifu Francisco. Raha milele umpe Bwana, mwanga milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amen.